lakini kiukweli kwamba Scania DAF used sio mpya. Mama ukinunua mpya utaitumia wewe na watoto wako saa nyingine na wajukuu wako. Scania ndio wananchi wanavyotaka. Ndio sisi maskini watu wakati na wa chini ndio tunavyotaka. Sisi small and medium truck ndio tunavyotaka. Achana na Majaya. Majaya ndio anaweza kununua gari hata ikakaa siku 2-3 ikichakaa kanunua nyingine. Naitwa Mr. Chuki Shabani, mwenyekiti wa wamiliki wa malori Tanzania. Chama kinaitwa TAMSTOA, chama cha wamiliki wadogo na wakati Tanzania. Leo tunataka tuongee kuhusu bajeti ya serikali kwenye upande wa usafirishaji. Ni kwamba yametokea mapendekezo ya serikali ya kufanya marekebisho kwenye sheria ya udhibiti wa uingizaji wa bidhaa nchini sura 276 kwa kuanzisha tozo mpya ya maendeleo ya viwanda inaitwa Industrial Development Levy kwa kiwango cha 10% kwa kichwa na trailer vinavyoingizwa nchini. Sasa hii kodi kidogo wananchi wa Tanzania, wafanyabiashara, wasafirishaji kidogo imewaletea shida. Wanahisi kwamba kiutendaji itawaletea gharama kubwa, ongezeko kubwa la gharama. Wanahisi kwamba inalinda viwanda vya nje ambavyo kidogo kwa Watanzania wa kawaida, wasafirishaji wa kawaida, wakulima, wazawa hawamudu kununua magari haya mapya ambayo yanalindwa ya viwanda vya ndani. Lakini si kumudu tu, wanahisi kwamba magari yaliyopo yanayotengenezwa unganishwa hapa Tanzania yaliyo mengi hayastahimili hali halisi ya barabara zetu, si hayadumu. Kwa hiyo wakanambia mwenyekiti, kwa kweli hii kodi iliyoongezeka kwenye swala kwenye magari tunayoagiza kutoka nje kwenye hii Industrial Development Levy kwetu sisi itatuumiza sana. Ni bora serikali ikaangalia kama nia ni kukusanya kodi, ikaangalia pande zingine za kodi, za kupata kodi nyingine, lakini sio kwa kuongeza kodi huko. Na wameomba kama ndivyo basi iwe ni kwa magari yote, magari yanayoletwa kutoka nje na magari yanayozalishwa ndani, yote hii 10% ya Industrial Development Levy iwepo kote. Kwa sababu wanalalamika kwamba hata sasa pamoja na kwamba magari yanayotengenezwa nchini yameondolewa VAT, bado ni bei gharama kuliko mtu anavyoagiza nje. Kwa hiyo haoni faida na hawapati nafuu. Haoni faida na hawapati nafuu, lakini bado kuna wanaoingiza kwa mfano Scania na DAF. Wanatoa ushuru, wanalipa ushuru hata zaidi ya bilioni 100, bilioni 100 kwa mwaka. Kwa hiyo serikali tungeomba iangalie, iwe makini na ifuatilie sana. Hata inapotoa misamaha hii, iangalie je, hiyo misamaha inafanya kazi kwa wananchi wake? Inaleta ubora wa maisha na ubora wa kibiashara kwa wananchi wake? Vinginevyo ni bora hata istoe. Sasa hii ya 10%, kuna kodi, kuna tozo inaitwa Railway Development Levy 2%. Kwa hiyo ukiweka na hii 10%, jumla inakuwa 12%.
ya hii industrial development levy na hii railway development levy 2% huko 10%, jumla 12%. Hiyo yote inakwenda kwa yule mtu anayeagiza lori kutoka nje. Wakati mtu anayeuza lori kutoka hapa ndani amepewa msamaha wa kodi wa VAT, halipi hizo gharama. Na hilo lori halifikiwi na Mtanzania mkulima wa kawaida. Hana uwezo kwenda kununua hilo lori. Na hata kinunua hilo lori, ikifika miaka 5 limekwisha, gari sio, unajua chetu wa China wanatengenezea kitu cha kutumia kwa muda mfupi. Nguo unaivaa leo mpya, kesho imechanika. Ndivyo hivyo kwa malori. Mtu akiagiza Scania leo, baada ya miaka 10 bado Scania mpya. Lakini mtu akiagiza gari ya Kichina leo hii mpya 0 km, after 5 years imeshakuwa scraper. Hasa mkulima huwezi kumwambia agize gari ambayo kesho inaharibika, kesho itakwisha. Mkulima, mtu wa kawaida, anataka magari yenye uwezo wa kustahimili hali halisi ya nchi yetu na barabara zetu. Yuko nalo gari miaka 10, miaka 15, gari bado jipya. Haya magari kwa kweli ya Kichina, labda waambie waongeze ubora. Nilikuwa naongea na wenzetu wa mabasi, wanasema mabasi ya Kichina hayo anaoleta Mchina mwenyewe anakuja kufanya biashara hapa, yanadumu kuliko mabasi hayo kampuni hiyo product hiyo unaenda kuagiza wewe. Sasa sijui ya wenzetu wa China hawa, mimi siwaelewi kama wamekuja na mema na sisi. Inabidi Tanzania iangalie, viongozi wetu waangalie, serikali yetu iwe makini sana kwa hawa watu. Wanatuletea product ambazo sometimes si nzuri na zinaweza kuja kuleta hasara baadaye kwenye vizazi vijavyo. Wewe gari inakuja mpya, inakuwa kwenye makaratasi, baada ya miaka 5 imeshachoka. Lakini gari inakuja Scania mpya kwenye karatasi, au DAF mpya, inakaa miaka 10 bado iko mpya hivyo hivyo. Inakuja used, itakaa miaka 10 kuliko hata hii ile ya Kichina ile. Sasa serikali iangalie. Tunaomba, imeshindikana kabisa kutafuta kodi zingine, basi tunaomba hii kama ni 10% iwe ni kwa wote, kwa magari mapya yanauzwa nchini na magari yanayoletwa. Lakini tulishatoa proposal ya kodi sisi wafanyabiashara, wamiliki wa malori, kwamba kuna mapambano ya uchafuzi wa mazingira. Wenzetu wanaitwa carbon, kwenye nchi za wenzetu wanaitwa carbon tax. Tukasema tuchaji carbon tax, tunalipa $125 26 kwenye nchi za wenzetu tukiingia carbon. Tukasema hapa tuweka hata shilingi 80 tu, isifika hata laki. Sisi tuna end road nyingi. Tuna barabara za kuingia kutoka Tunduma, Malawi, Kongo, Rwanda, Burundi, Kenya. Tutapata hela nyingi. Hatutakuwa na shida kwanza kuongezea kila wakati wasafirishaji kodi. Lakini naona hili bado wenzetu hawajaliona. Na tunategemea kesho kwenda Dodoma tukawashauri watunga sheria kwamba baada ya kuongeza hizi levy si kodi hivi, tutafute kitu kingine. Wafanya biashara, wasafirishaji wapumue.